Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, leo ningependa tuweze kutafakari na kujiuliza siku ya Bwana, yaani ni siku ipi sahihi kwa ajili ya kumwabudu Mungu, Jumamosi au Jumapili? Karibuni. Kabla ya yote ni kuombe uweze kusubscribe hapo kwenye neno subscribe, kisha tuweze kuendelea. Ndugu yangu, yatupasa kumsifu, kumheshimu na kumwabudu Mungu, kumtukuza pia kumshukuru Mungu wetu siku zote za wiki na maisha yetu. Hata hivyo, bado kuna ulazimu wa kutenga siku moja kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Tukifuata mantiki ya taifa teule ambayo ni kutoka taifa teule la Wayahudi ambao waliitakasa siku ya saba ya juma ya Sabato, ambayo ndiyo Jumamosi yetu ya leo kwa sababu kuu mbili. Moja ni kwamba Mungu wetu alipumzika siku hiyo baada ya kumaliza kazi yake ya uumbaji. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3. Na pili ni kwamba ukombozi wao kutoka utumwani Misri ulipatikana siku hiyo ya saba. Rejea kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 35 mpaka wa 51. Je, sisi tunaadhimisha nini na kwa nini? Katika Agano Jipya mambo ni tofauti. Ukombozi wetu ni wa kutoka utumwani wa dhambi na sio ule utumwa huko Misri. Na Bwana wetu Yesu Kristo ndiye aliyetimiza ukombozi huo. Yesu alimaliza kazi na kutukomboa na akapumzika siku ya kwanza ya juma, yaani ni Jumapili, baada ya ufufuko wake. Kitabu cha Marko sura ya 16 aya ya 9, ambayo ndiyo Jumapili yetu ya leo. Mtume Paulo amejaribu kueleza vizuri sana kuhusu mabadiliko ya siku ya Bwana. Kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 4 aya ya 4 mpaka ya 10. Kitabu cha Wakorinto sura ya 2 aya ya 16 mpaka ya 19. Pia kitabu cha Warumi sura ya 14. Kwa hiyo kama Waisraeli, sisi imetupasa kuadhimisha Pasaka yetu, siku ya ukombozi wetu, kwa maana ndiyo siku iliyopaswa kuondoka akilini mwetu. Yesu aliendelea kuonyesha umuhimu wa siku hiyo kwa kuwatokea wanafunzi wake siku hiyo. Kitabu cha Injili Yohana sura ya 20 aya ya 19. Tangu mwanzo wa kanisa, mitume wa Yesu walitambua hilo na hivyo kuienzi siku hiyo kwa ajili ya Bwana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 aya ya 7. Pia kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 16 aya ya 2. Pia kitabu cha Ufunuo sura ya 1 aya ya 10. Asante mpendwa mtazamaji. Kwa maoni mbalimbali usisahau kutuandikia hapo chini na kucomment.